Mimi naitwa mchungaji Michael Akio wa huduma ya GCCT Pentecoste Arusha. Leo nilikuwa na habari njema kwako mpendwa msikilizaji wangu na mtazamaji. Nina habari njema, nataka nikufundishe juu ya jinsi ya kupata kibali katika maisha yako. Popote unapokuwa, unapaswa ujue kuna kanuni za kupata kibali na zinazosababisha mtu aweze kukosa kibali. Kuna sababu zinaweza kufanya ukose kibali na kuna sababu zinaweza kufanya upate kibali kwa watu au kwa Mungu. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao wanakosa kibali kwa binadamu wenzao au kwa Mungu vile vile. Lakini hizi tu mpaka ukose kibali kwa mtu au kwa Mungu, kuna kitu kinaitwa sababu. Kitu kilichosababisha Adamu akakosa kibali kwa Mungu, akafukuzwa bustanini. Alifukuzwa bustanini baada ya kutenda dhambi. Basi akakosa kibali kwa Mungu. Maana Mungu mwanzo alikuwa anampenda Adamu. Lakini uhusiano wa Mungu na Adamu uliisha baada ya Adamu kutenda dhambi. Ule upendo ukaondoka na kile kibali kikaondoka. Kwa hiyo hapo walimkosea Mungu. Simbuzi mwanadamu anapomkosea binadamu mwenzie. Kwa hiyo inawezekana ukamkosea mtu binadamu kama wewe aliyekuwa anakupenda sana, baada ya kufanya jambo litakalomuumiza moyo wake au jambo ambalo halipendi kutokana na maagano mliokubaliana na yeye. Ukishavunja maagano yako na rafiki yako au mme au mke au rafiki, wewe ni mchumba, yale mapatano mlioyaweka au maagano yenu ninyi wawili, ukivunja agano lenu au ukivunja patano lenu, tayari litasababisha yule mwenzako akukatae au akuchukie au akunyime haki yako ya msingi ambayo unastahili kupewa kwake. Kwa sababu kuna kibali kinachotokana na Mungu na kinachotokana na binadamu. Watu wengi wameshindwa kuelewa hata kazini. Kwa mfano bosi wako anaweza kukupa kazi, akwambie ndugu, unafanya kazi vizuri sana, lakini nataka uzingatie muda. Kama anataka ufike saa 2 kamili, wewe una tabia ya kurudia, anakwambia uje saa 2, unakuja saa 4, unakuja saa 5, unakuja saa 3. Lazima utakosa kibali kwa bosi wako, kwa sababu umevunja patano au agano lenu mliloweka wewe na bosi wako. Kwa hiyo jambo la kujua ni kwamba ili ukose kukubaliwa, lazima uwe kinyume na mapatano au agano lenu na yule ulipatana naye. Ndivyo inavyokuwa kwa watu na Mungu. Mungu ana masharti. Mungu ana masharti, Mungu ana kanuni zake, na binadamu vile vile wana kanuni zao. Kwa hiyo mfano ukiangalia, tukirudi kwa mtoto wa Adamu, alikuwa anaitwa Kaini. Kaini baada ya kumuua ndugu yake, kwanza kabla hajamuua ndugu yake kabisa, Mungu alimwambia Kaini, mbona uso wako umekunjamana? Ile Mwanzo, tunakote kutoka kwenye Mwanzo sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema kwenye Mwanzo 4:6 na 7, Mungu anamwambia Kaini, Kaini, kwa nini uso wako umekunjamana? Kumbuka dhambi inakuotea mlangoni, na wewe unapaswa uishinde. Lakini cha ajabu, Kaini alichokifanya ni kwamba hakuweza kutii alichomwambia Mungu. Sababu Mungu alimwambia dhambi inakuotea mlangoni, lakini inakubidi uishinde. Kwa nini? Mungu aliona baadaye amevaliwa na roho ya kumuua ndugu yake, lakini akamwambia linda, kwa sababu kuna dhambi inayokutafuta. Ile dhambi usipoishinda itakushinda wewe. Kwa hiyo inabidi ujitetee ili ushinde ile dhambi. Kwa kweli Kaini hakufanikiwa kushinda ile dhambi. Dhambi ilimshinda. Mwisho wa siku Kaini anaenda kumuua ndugu yake na anakosa kibali kwa Mungu, mpaka Mungu anamtamkia laana. Ni kwa sababu aliasi. Biblia inasema akamwambia Kaini, ukitenda vema hutapata kibali. Ile Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7 anasema ukitenda vema hutapata kibali. Hilo ni swali. Anakuambia ukitenda vema ninakuhakikishia utapata kibali. Mwanzo 4:7. Ukitenda vema utapata kibali. Lakini Kaini hakutenda vema ili apate kibali. Kaini alitenda kinyume na mapenzi ya Mungu, akakosa kibali. Kwa hiyo nikwambie leo kitu cha kuzingatia, kwanza maagano yako, iwe ni baba yako, iwe ni mume wako,
iwe ni mke au mume. Mkipatana jambo, zingatia kufuata masharti, zingatia kushika agano lako na mwenzio, iwe ni agano lako na Mungu. Leo hii watu wanataka kupata vitu vizuri kutoka kwa Mungu. Sasa unapotaka kupata vitu vizuri kutoka kwa Mungu, unataka afya njema, unataka maisha marefu. Biblia inasema kwa mtu yeyote aliyemwamini Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake na akayafanya mapenzi ya Mungu bila kwenda kushoto wala kulia, Mungu ameahidi maisha marefu kwa kila mtakatifu, kila mcha Mungu. Anasema mimi ni Bwana nikuponyaye, na anasema atakurudishia afya na kukuponya. Na ameahidi akasema kwa kila mcha Mungu, anasema kila silaha yoyote ya adui itakayoinuka juu yako haitafanikiwa. Lakini ukienda kinyume na mapenzi ya Mungu, tayari silaha yoyote, iwe ni ya kichawi, iwe na kifo cha bahati mbaya, chochote kilicho kibaya kilicho katika dunia kitakupata ukienda nje ya mstari. Biblia inasema katika Warumi sura ya 3 mstari wa 23, Biblia inasema kwa kuwa wanadamu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ina maana utukufu unakuwa juu ya mtu anapokuwa mtakatifu au anapokuwa mtii na mtenda mema kama anavyotaka Mungu. Kwa hiyo kuna utukufu unakuwa juu ya mcha Mungu. Mtu aliyeokoka akayafanya mapenzi ya Mungu, ukatii maagizo ya Mungu anavyotaka Mungu. Mpendo, napenda nikwambie kuna utukufu utakao kukalia. Kuna heshima itakayokuwa juu yako. Utukufu unang'arisha muhusika. Utukufu unampa kibali muhusika. Utukufu unampa kukubaliwa, yani kupata kitu chema ambacho kutegemea kukipata, utapata kwa ile ule utukufu. Utapendwa, utaheshimiwa, watu watakuwa karibu na wewe kwa sababu una utukufu wa Mungu. Lakini unapotenda dhambi kwa kinyume na mapenzi ya Mungu, ule utukufu unahama. Utukufu unahama kama ulivyohama katika Israeli baada ya Israeli kumkosea Mungu. Ule utukufu wa Mungu uliondoka. Kwa hiyo wale walinzi ambao Mungu anaweka kwa mtu, kilichokuwa kinasababisha Waisraeli wanakufa jangwani, walipokuwa wakimwacha Mungu na Mungu alikuwa anawaacha. Biblia inasema Israeli alipotubu dhambi zake, baada ya kukosea, alipotubu, Mungu akarudi tena akawa pamoja na Israeli, akamtetea. Lakini alipokuwa akitoka nje ya mstari, Israeli akitenda dhambi, Mungu alikuwa anamwachia adui zake, wanampiga. Alikuwa anapigwa na adui zake. Lakini Israeli anapokuwa anatembea na Mungu vizuri na kumcha Mungu na kumuomba Mungu na kumtegemea Mungu na kumtumaini Mungu, akaacha kutegemea miungu mingine, Mungu alitembea na yeye vizuri. Lakini Israeli alipotenda dhambi tu, Mungu alitoa mkono wake wa ulinzi juu ya Israeli, na Israeli akapigwa na adui zake. Adui zake walimweza, wakawashinda Waisraeli. Maadui wa Waisraeli hawakuweza kupata nafasi ya kuwashinda Waisraeli, isipokuwa ni pale tu walipotoka kwenye mstari. Walipoacha mapenzi ya Mungu wakaabudu miungu mingine, Mungu aliwacha wakapigwa na maadui. Lakini pale ambapo Israeli alizingatia kufanya mapenzi ya Mungu, Mungu alimlinda na akawapiga adui zake. Biblia inasema alimwaahidi Ibrahimu, akamwambia wewe uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni, na katika uzao wako atakayewagusa nini, ameigusa mboni ya jicho langu. Na akamwambia mimi nitakuwa adui wa adui yako na mtesi wa yule anayekutesa. Ili ni Kutoka 23 ule mstari wa 22. Biblia inasema Kutoka 23:22 inasema nitakuwa adui wa adui yako na yule anayekutesa nitamtesa. Na Yesaya 33 mstari wa kwanza, Biblia inasema anayekutenda ila mimi Mungu nitamtenda ila, na anayekuharibia nitamharibia. Hiyo ni ahadi ya Mungu kwa watakatifu, ni ahadi ya Mungu kwa wacha Mungu. Yule ni mtu ambaye bado hajatoka kwenye mstari ili kibali chake kiendelee kudumu. Lakini unapotoka kwenye mstari tu, Mungu anakuacha. Na kama kuna adui anayekuwinda atakuweza, kwa sababu umeondoa ngao, umeondoa kinga. Kinga yako ni Mungu aliyekuumba. Unapookoka ukatembea na Yesu kwa uaminifu, anasema katika Yohana 15 mstari ule wa 7, ukikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yako, omba lolote kwa jina langu na mimi nitalifanya. Lakini unapotoka ndani ya neno la Mungu na ukweli wa kimungu na haki ya Mungu, ukafanya vile unavyojisikia wewe kufanya kinyume na maagano yako wewe na Mungu, tayari kinachoendelea ni kwamba Mungu anakuacha na pia maombi yako hayawezi kusikia. Kwa sababu ukisoma katika Yohana 9:31, Biblia inasema kwa kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, lakini mtu akiwa ni mcha Mungu na kufanya mapenzi yake Mungu, Mungu anamsikiliza wewe. Kwa hiyo unaona kwamba kibali kinatokana na mhusika anapokuwa karibu na yule anayestahili kumpenda
na kumkumbatia na kumpa haki zake za msingi. Ukitaka kupoteza haki zako za msingi, vunja agano, vunja sheria, vunja patano. Lazima utakosa haki za msingi na utaheshimiwa tena wala utapendwa tena. Upendo unaondoka. Ndio maana hata patano la mke na mme, wanapopatana jambo wakawekana viapo vyao na mapatano yao, mwingine akivunja lile patano tayari lile penzi linaondoka. Yale mapenzi na ule ukaribu wao ulio nao, ule utamu unaondoka. Linaweza kupungua kabisa, ile penzi likapungua viwango vya kupendwa au likaisha kabisa. Inategemea kwamba umekosea nini na umemkosti kiasi gani, moyo wake mpaka akuache kabisa au aendelee nawe, lakini katika hali ya udhaifu. Ule upendo utakuwa na nguvu kama mwanzo. Kwa hiyo mtu anapokosea anapunguza nguvu ya upendo, anapunguza kasi ya kupendwa. Kwa maana hiyo, mfano ni kama mtoto wa kike. Kuna dada mmoja alikuja kwangu akaniambia, mchungaji, kuna kaka alinioa. Yule kaka tukaidiana vizuri tu. Akaniambia, kweli tukioana mimi nitaenda kwenu nikajitambulishe, alafu nitakuwa pamoja na wewe kwenye dini yako, kila unachokitaka nitakifanya. Wanapatana yule kaka. Sasa yule dada, kumbuka, hajaolewa bado. Yule ni rafiki, alafu ni mchumba. Yule ni mchumba. Yule mchumba wake mwanaume akawa anamdanganya mwanamke kwamba wewe kubali tu tufanye tu ngono, tujamiane tu, hamna shida, mimi nitakuoa. Yule dada alipokubali kujamiana na yule kaka, kilichotokea, yule dada alibeba mimba. Alipobeba mimba, kumbuka, bado hajaenda kwao, akamdanganya, mimi nitaenda kwenu nikajitambulishe, ni kuoe kila kitu. Yule dada baada ya kupewa kauli tu kwamba nitaenda kwenu kujitambulisha, alafu tutaoana, alafu nitafuata dini yako, kila unachokitaka nitafanya. Yule dada alichokifanya ni kwamba alimwachia yule kijana, wakapatana, wakajamiana. Walipojamiana, yule dada alichukua mimba. Baada ya kubeba mimba sasa, ikambidi yule dada kuona sasa hakuna jinsi aamie kwa yule kaka, akamwambia, wewe twende tu, hamna shida, muda wote nitaenda kwenu kujitambulisha, alafu tujue kwenu, mwisho wa siku tutafunga ndoa yetu, tutaishi vizuri tukiwa ni mke na mume. Matokeo yake nini kiliendelea? Yule dada aliondoka kaenda kwa yule kaka. Alipoenda kwa yule kaka sasa, alipomweka ndani, wakaanza kuishi. Alipojifungua yule mtoto, yule kaka akawa anampa maneno ya vitisho, anamwambia, bwana, mimi na wewe hatuna ndoa. Sina ndoa na wewe, muda wote tunaweza tukaachana. Anamwambia muda wote tunaweza tukaachana. Yule dada sasa kilio chake, anataka ufunge ndoa, anataka atambulike kama mke sahihi kwa yule mwanaume. Lakini yule kaka kila siku anampiga tarehe, nitaenda kwenu, haendi kwao. Amekuja mtoto wa pili, anamsumbua, haendi kwao, na anamwambia siku zote akifanya jambo lolote kosa dogo tu, kwanza kumbuka, mimi na wewe hatuna ndoa. Mimi na wewe hatuna ndoa, kwa hiyo muda wote naweza nikakuacha nikaoa mwanamke mwingine, kwa sababu mimi sina ndoa na wewe, na wala kwenu sienda, wala kwenu hawanitambui. Yule mwanamke anaelezwa na yule mwanaume sasa yale maneno. Lakini kumbuka, kabla hayo yote hajatokea, mpaka yule kaka amtishie na kumzalisha watoto wawili, kilichotokea ni kwamba aliyesababisha akakosa upendo ule wa kwanza ambao yule mwanaume alimfuata nao yule mwanamke. Yule mwanamke alipopendwa na yule kaka mara ya kwanza, mwanamke angetakiwa zingatie jambo moja. Kabla hajajamiana na yule kaka, angetakiwa mwambie, kabla hujanigusa mwili wangu, fuata masharti, twende kwa wazazi wangu ukajitambulishe kwa wazazi wangu. Ujitambulishe kwa wazazi wangu, tufuate kanuni zinazostahili, process zote mpaka tufunge ndoa ya halali. Ndio sasa twende nyumbani kwako, ndio una uhuru wa kugusa mwili wangu, si vinginevyo. Huwezi kunigusa isipokuwa ni mpaka umeenda kwetu, tumepatana na wazazi wangu na wazazi wako pamoja na mimi na wewe, tufunge ndoa ya halali. Baada ya kufunga ndoa ya halali sasa hapo nitakuwa mimi ni mke halali kwako na utaweza kushirikiana na mimi kimwili, lakini si vinginevyo. Yule dada alikosea hayo yote. Cha kwanza alikosa kibali kwa yule mwanaume aliyemdanganya. Upendo ule aliokuwa nao mkali ukaisha. Maana alifanya dhambi, alimkosea baba yake, akamkosea mama yake, akamkosea na Mungu. Kwa sababu tena kumbuka, alifanya dhambi ya ngono. Hili ni dhambi ya ngono ambayo kwa mzazi wake haistahili, wala kwa mama yake haistahili, kwa baba yake haistahili, wala kwa Mungu haistahili. Na yule aliyejamiana naye akamdharau kwa sababu ni mtu ambaye hajitambui, hajiheshimu, anajiachia pasipo sheria.
na tendo lile linafanywa na wanandoa, ni tendo la wanandoa, sio tendo la marafiki. Ina maana ukifanya ile tendo, kwanza unamwibia baba yako, alafu unamwibia mama yako, unamwibia na Mungu. Ukisoma kitabu cha Methali sura ile ya 28 mstari wa 24, Methali 28:24, Biblia inasema mwana aibaye mali ya babaye au mamaye akasema sio kosa, huyo ni rafiki wa mtu mharibifu. Huyo tunamfananisha na mwizi, kwa sababu baba yako ana sahani, ana bakuli, ana mbuzi, ana kuku, ana nyumba, ana kila alicho nacho pale ndani. Vile vitu ni vya baba yako na mama yako, ni mali za baba yako na mama yako. Pamoja na wewe ni mali yake, kama alivyo na vyombo kule ndani ni mali yake, hata na mtoto ni mali yake. Na mtoto kabla hajajamiana, unapaswa kuomba ruhusa kwa waliye kuleta duniani. Umuombe ruhusa kwa baba yako na kwa mama yako, na upate kibali cha kimungu. Ndio uweze kushirikiana na mwanaume kufanya hilo tendo alifanya na watu ambao sio wanandoa. Kwa hiyo yule msichana dada alikosa kibali moja kwa moja mbele za mzazi wake, akakosa kibali mbele za mama yake na baba yake. Baba yake alikosa kibali kwa baba yake, akakosa kibali kwa mama yake baada ya kubeba mimba, akakosa kibali na mbele za Mungu. Ile dhambi ilimuondolea kibali kwa watu watatu. Alipokosa kibali kwa baba na mama na Mungu, hata yule mwanaume naye akamchoka. Kwa sababu kitendo alichokifanya na yule kaka angemheshimu kama angekuwa ni mwanamke ambaye anajitambua, alafu akawa na hofu, akampa kanuni na sheria za kufuata. Na yule mwanamke alishindwa kufuata kanuni. Kwa hiyo akaachwa, akakosa kibali. Unapofanya dhambi unakosa kibali mbele za Mungu na amani inakupotea. Unapotelewa na amani. Ukisoma kitabu cha Isaya 57 mstari ule wa 21 wa mwisho, Isaya 57:21 anasema, kwa kuwa hakuna amani kwa watu wabaya, mtenda dhambi hana amani. Huwezi kuwa na amani kama ni mtenda dhambi. Ukikosea chochote, ukimkosea rafiki yako, ukimkosea mmeo, ukimkosea mke wako, lazima utakosa amani, kwa sababu dhambi inaondoa amani. Dhambi inaondoa kibali. Dhambi inaondoa ujasiri. Hata mbele za Mungu wewe muendea Mungu muombe, huwezi. Unapoomba Mungu una ujasiri ndani ya moyo ikiwa wewe sio mtenda dhambi. Kumbuka, ukisoma kitabu ile cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 3 mstari wa 21, Biblia inasema, wapenzi, mioyo yenu isipowahukumu mna ujasiri mbele za Mungu. Maana yake kama moyo wako hukumu, una ujasiri mbele za Mungu zako. Biblia inasema unaweza kumwendea Mungu kwa ujasiri na ukaomba ukapata unachokitaka. Katika ile waraka wa kwanza wa Yohana 3:21 mpaka 22 pale anaelezea kwamba kama moyo wako hukumu, una ujasiri mbele za Mungu na una ujasiri wa kumwendea na kumuomba na upate kile unachomuomba, kwa sababu wewe sio mtenda dhambi. Kwa sababu hujavunja agizo la Mungu, hujavunja maagano ya Mungu. Uko sawa na mapenzi ya Mungu. Aidha, kama nilivyoeleza mwanzo, nikasema kama umemkosea bosi wako, umeharibu muda wa kufika kazini, au umeiba kazini, pale unapofanya kazi, ukao kinyume na lolote lisilo jema, lazima ukose kibali. Ukifanya kazi kwa bidii na ukazingatia muda, ukao na heshima, mnyenyekevu, unayeomba samahani, mtu unayejitambua, unayejieleza vizuri, na unapofanya kosa, unakufanya kosa ambalo si la kukusudia. Kama ni kwa mtu, kitu ambacho si cha kukusudia, binadamu ukimwomba msamaha na kusamehe. Kama ni tukio limetokea kwenye maisha, kwa mfano Biblia inasema katika Ufunuo, anasema mtakatifu azidi kujitakasa na mchafu azidi kuwa mchafu. Neno mtakatifu azidi kujitakasa, maana yake kuna vitu ambavyo vinaweza kumsababisha mtu, kwa sababu tunaishi duniani, tunapishana na wanadamu, ndugu, mke, mme, marafiki, wanaweza kukukwaza. Wakikukwaza, ina maana yake lazima utapungukiwa na ile sehemu ya furaha na amani na utukufu wa Mungu pale unapokwazika. Maana Yesu anasema majaribu hayana budi kuja, nasema makwazo hayana budi kuja, lakini anasema ole wake aletaye kwazo na aliyekwazika. Kwa hiyo unapokwazika, lakini bado wewe ni mtu uliyeokoka, unaweza kusafisha moyo wako kwa kujitakasa na kwa kuachilia machungu. Huwezi kuwa na machungu moyoni unatembea nayo bado ukaishi maisha ya amani. Unakuwa na ile bitterness. Unataka kuondoa uchungu, uwe na amani na furaha, na uwe mtu wa kusamehe. Lazima utaendelea kuwa na amani na utaendelea kupata kibali kwa yule ambaye umemsamehe na yeye atakusamehe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.